ya saa hizi, habari za mchana, natumaini mko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nimewaita, nashukuru kwa kuja, kwa kuitikia wito huu. Mara kadhaa ninapokuwa na matukio muhimu, basi huwa nawaita kwa ajili ya kuweza kunisaidia kuweza kufikisha taarifa kwa umma. Nina mambo mawili ambayo ningetamani muweze kuyafikisha kwa umma, na Mwenyezi Mungu awasaidie na awape kibali ili yaweze kwenda. Jambo la kwanza, huu ni mwaka mpya 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uzima, sisi sote pamoja na taifa letu kwa ujumla. Habari ya kwanza ambayo ninayo kwa watu wote ambao ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam, lakini wale ambao wako pia mikoani, tarehe 31 mwezi huu wa kwanza, Mama IPM atakuwa na ibada kubwa ya wanawake, mabinti, wamama, mabinti na wanawake wote kwa ujumla. Ibada hii itafanyika tarehe 31 mwezi huu wa kwanza 2026, mwanzo wa mwaka, kwa kichwa cha habari kilichobeba mwanzo mpya wa mwanamke. Kama tunavyoamini katika neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu ni Mungu wa watu wote, na kabla ya kumhukumu mtu huwezi kujua nini anachopitia. Wanawake wengi wamekuwa wakiteseka sana mambo mbalimbali ya kiuchumi, mahusiano, kazi, maisha, kifamilia na kadhalika. Lakini tunatambua ya kwamba mwanamke ni mwanamke na ni kiumbe ambaye ana vita toka alipoumbwa kwa mara ya kwanza. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanamke, of course alianza kumuumba kwanza mwanaume, then baadaye akafuatia mwanamke. Lakini toka mwanamke alipoumbwa, misukosuko yake ilianza toka kwenye bustani ya Eden. Lawama alitupiwa yeye wa kwanza. So ziko lawama nyingi sana ambazo mwanamke anatupiwa katika maisha yetu leo. Kwa hiyo Mama IPM ameamua kuandaa kongamano hili ambalo linafanyika tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. Eneo ni hapa hapa kwenye ukumbi wetu wa Embassy of God Foundation. Popote pale mwanamke ulipo, na kukaribisha katika kongamano hili ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maisha yako. Tutakuombea, utafunguliwa, utafundishwa namna ya kuishi, namna unavyopaswa kuishi hapa duniani. Wengine mnategemewa, wengine ni single mother, wengine mpo ndani ya ndoa, wengine hamna kabisa ndoa. Utafundishwa namna ya kuweza kuishi katika maisha haya tulionayo sasa hivi. Lengo uweze kuwa mwanamke ambaye unajisimamia na kujitambua katika maisha yako. Mama IPM amejiandaa vya kutosha. Hivi ninavyozungumza, anaendelea kujiandaa kuhakikisha kwamba kile ambacho kimeandaliwa basi kinaweza kufikia we mwanamke popote pale. Usichukulie kawaida. Unapoona watumishi wa Mungu wanakuita kwa ukubwa namna hii, basi unapaswa na wewe kulibeba hili jambo kwa ukubwa. Ukishuka pale Mbuyuni ya Tegeta, maana kuna Mbuyuni nyingi, Mbuyuni ya Tegeta. Ukishuka pale Mbuyuni, waambie na kwenda kwa IPM, kwa sababu ndio jina maarufu pale, unafahamu. Of course huduma yetu inaitwa Embassy of God Foundation, lakini kwa sababu ya umaarufu wa pale stendi, ukisema IPM inakuwa ni rahisi wewe kuweza kufikishwa kanisani. Kwa hiyo nakualika, patakuwa na chakula pia mchana. Nashukuru Mama IPM kwa kufanya hii neema. Sisi wanaume kwenye kikao cha wanaume tunakuwa watu wanakunywa maji ya kunywa tu ngumu, lakini Mama IPM wameandalia chakula kizuri kabisa. Mtakula na hapata kuwa na kiingilio, ni bure kabisa. Njoo ujifunze, njoo upate kitu ambacho kitakuondoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maandiko yanasema kila mmoja na neema yake. Mimi IPM unaweza kusema wewe ndio mbeba maono, lakini hata Mama IPM pia ni mbeba maono kwa upande mwingine. Kwa hiyo yeye ana neema yake na mimi na neema yangu. Kwa hiyo kwa wewe mwanamke, na kukaribisha sana, usikose katika kongamano hili la wanawake na mabinti ambalo mtumishi huyu wa Mungu ameliandaa. Nisiwe na maneno mengi sana. Karibu. Hakuna ubaguzi wa dini, wa rangi wala kabila. Watu wote ni wa Mungu na wote mnakaribishwa. Mungu awabariki sana.
Na jambo langu jingine muhimu ambalo ninalo ni tukio langu la tarehe 28 kuelekea tarehe 30 kuelekea mwezi wa 4 huwa tuna tukio la Pasaka. Kwa hiyo huwa tuna ibada ya kuchinja. Sisi tunaamini kwenye kuchinja kama ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumza kwenye vitabu vyote wal Qur'anil Hakim, lakini amezungumza pia katika Biblia kwamba manabii wote wa kale walifanya hivyo. Of course na mimi pia nimeanza kufanya hivyo, japo imekuwa ni changamoto, ni vita kutokana na uelewa, jambo jipya, lakini ni jipya kwetu sisi wanadamu, lakini sio jipya kwenye vitabu. Siamini IPM kusoma makaratasi alafu nikabakia nayo kichwani. Naamini katika matendo, na ndio maana watu wamekaa katika ibada, wamekaa katika imani kwa miaka mingi, maisha yao hayabadiliki, wako vile vile. Mungu hakuleta dini wanufaike wanaongoza hizo dini. Mungu alileta dini ili walioko ndani ya dini pia wanufaike. Sio vizuri au haisaundi sana au mimi sipendi sana mimi kufanikiwa alafu nao waongoza wanalia njaa, hawana hela kula, hawana hela, hawezi kujenga, hawezi kuwa na maisha yao. Huwa na msemo wangu nasema, usinichoreshe. Ukiwa mfuasi wangu usinichoreshe. Mimi nataka kuishi maisha mazuri, nataka kukaa nyumba nzuri, nataka kuendesha magari makali, yani nataka kuishi dunia, kwa sababu hivi vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama mimi nitavihitaji, natamani na wanaoniongoza pia waweze kuvipata kama jinsi ambavyo mimi nimevipata. Sura ya mchungaji ndio sura yanayowaongoza. Kwa hiyo sitegemei mchungaji kufanikiwa alafu wanaowaongoza wako masikini, hata hela kula hakuna. Kwa kulitambua hili sasa, lazima tufate kanuni ya kuchinja. Kwa hiyo wale ambao mko mikoani, huwa tunatuma video kama hizi mapema, kwa sababu watu mtakuwa mjiandae. Hauji kupiga story, unakuja kuchinja. Kwa lazima ujiandae nauli, ujiandae hoteli, ujiandae namna kupata hela ya mnyama na kadhalika. Njoo, hautajutia, kwa sababu watu wote waliohudhuria ibada ya kuchinja hakuna hata mmoja aliyejutia. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Fika Dar es Salaam. Kwa nyinyi ambao mko nje ya nchi, mnatufuatilia Kenya, Burundi, Zambia, Mozambiki, Malawi, Namibia, South Africa, wengine wanatoka mpaka Marekani, Canada, wanakuja kwa ajili ya ibada hii kubwa ya mwezi wa 4 ya kuchinja. Kwa jiandae kwenye tarehe 28, 27 huo umeshafika Dar es Salaam. Tunaonana, alafu tunaandaa wanyama, tunafanya hii kazi, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naamini katika maendeleo ya pamoja. Mke wangu mimi nampenda sana na natambua hilo. Kwa hiyo siamini kwamba ukimficha mwanamke ndio inafaa. Ana kipawa, kila mwanadamu duniani ana kipawa. Kwa hiyo kama yupo sound mwanamke kuja kwa mchungaji wa kiume kumwelezea kwamba imagine sasa mwanamke sasa sehemu zake huku, nielewe nikisema hivyo, Ikulu kuna shida huku Ikulu, alafu anakuja kwa mchungaji wa kiume, yani kunakuwa na ukakasi fulani. Kwa hiyo kama una mke alafu Mungu amempa kipawa cha uchungaji, ina sound vizuri. Akienda kumwelezea matatizo yake anakuwa yuko comfortable na anakuwa anaelewa, kwa sababu ni mwenzie. Kwa mimi naamini kwenye kunyanyua vipawa, mimi siamini kwenye utumwa, na ndio maana watu wote ambao nakuwa nao natamani wapande. Kwa hiyo yeye kwa sababu ni mama IPM inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo natamani kipawa chake kiende juu zaidi. Anafundisha, comment ni nyingi, watu wanasema mama tunakuelewa, tunapenda unavyofundisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukificha hicho kipawa, zaidi sana kukinyanyua ili watu waweze kupokea kile ambacho Mungu amekiweka kwake. Hapo katika kuweka mbele na kuonesha upendo wako kwake. Kuna kipindi kwa mwisho wa mwaka sipata mata kufanya interview lakini lazima tufanye kuuliza kitu. Maana ndio tunatumiza sana kwamba ulikuwa ukipost picha inaonekana kisi na fanya kama pesa kama jamaa kufanya. Watu wengine wanasema huyu mtumishi wa Mungu pengine anachofanya kile anashiriki. Wanaona ni mengi sana. Pengine kwa kweli sasa ulikuwa ukiona hali maoni na picha kwa sababu na post. Ndio kizungumzo. Kwa hiyo tunapata picha gani na mtumishi wa Mungu pia anatakiwa aweje katika mahusiano yake. Mimi IPM nafuatiliwa na vijana wengi sana kwenye society na wanapenda sana lifestyle yangu. Mimi nilichokataa hapa duniani ni kuishi maisha ya watu. Yaani mimi nataka kuishi maisha yangu, kwa sababu 60% au 70% ya wanadamu wote unaowaona mkiwepo nyinyi waandishi wa habari, naishi maisha ya watu. Yaani hutaki kuishi maisha yako. Yaani kuna vitu unatamani uvifanye, lakini unasema nikifanya hivi watasemaje? Wataonaje? Unaona bwana? Kwa mimi naishi maisha yangu na bado, yani mwaka huu ndio itakuwa balaa zaidi.
Sasa hebu pata picha, hivi kitu gani kigumu kumkisi wife au Adam na Hawa kutembea uchi kwenye bustani ya Eden?